Mambo 7 muhimu katika mahusiano ama katika ndoa. Ndugu mpendwa, ikiwa ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, channel kwa maalum kwa ajili ya kutoa elimu isiyofundishwa shuleni, itakayokusaidia kujua wewe nani, kujua kusudi lako, kuweza kujitambua uwezo na vipaji ambavyo vimo ndani yako, na zaidi itaweza kukusaidia kuimarika kiroho pamoja na kimwili, na kuweza kukupatia mbinu za kuweza kufanikisha malengo, maono, ndoto ulizonazo katika maisha yako. Kama ndio mara yako ya kwanza, basi uweze kusubscribe pamoja na kucomment, tuambie unatusikia kutoka wapi, either ni kutoka Dubai, kutoka Marekani, kutoka Uganda, kutoka Tanzania, kutoka Kongo, kutoka sehemu mbalimbali dunia. Basi uweze kututaarifu ili tuweze kufurahi. Kuwa na mwanzo hadi mwisho. Jina ni Mbuiko Kalaba. Leo tuangalia mambo 7 muhimu katika mahusiano ama katika ndoa. Jambo la kwanza, nguzo kubwa katika mahusiano ama katika ndoa ni kuheshimiana. Mheshimu mume wako, mheshimu mke wako. Mume unanisikiliza, ukimupa mke wako heshima, nasi pia inji tutaweza kumupa heshima. Ukimdharau mke wako ndani ya nyumba, ndani ya ndoa yako, nasi pia inji tutaweza kumdharau mke wako. Wewe ndio kwanza kuweza kumheshimisha mke wako ama kuweza kumheshimisha mume wako. Ukimdharau mke wako ndani, nasi pia huko nje unasema tuweze kumdharau. Mupe nafasi, mheshimishe mke wako sehemu kokote ulipo. Uweze kumheshimisha mke wako, uweze kusitiri madhaifu yake, uweze kuficha aibu yake. Usiweze kuongelea madhaifu yake mbele ya marafiki zake, mbele ya mamake mkwe, hata mbele pia ya wengine wengi. Usiweze kufanya kosa hilo. Mupe heshima mke wako, nawe mke mupe heshima mume wako, na ndiyo nguzo kubwa katika mahusiano. Jambo la pili, funguo wa kutengeneza mahusiano ama kutengeneza ndoa ni uaminifu. Mwamini mwenza wako, mwamini mke wako, mwamini mume wako. Vile jinsi alivyokupenda akaweza kufunga ndoa na wewe, basi mupe uaminifu. Nao pia mume mupe uaminifu mke wako. Inakuwa mara nyingi tofauti pindi wewe mume unashindwa kuwa mwaminifu, alafu unategemea mke wako naye aweze kuwa mwaminifu, napo ndipo unakutana mgogoro katika mahusiano. Kwa hiyo kuwa mwaminifu kwa mwenzi wako, na utaangalia ndoa yenu, mahusiano yenu yanaweza kudumu kwa muda mrefu, na mtaweza kuwa watu wa kutoa ushauri mbalimbali katika ndoa ambazo zinaanza. Jambo la tatu, kuweni marafiki. Mnapokuwa marafiki, hapo msiseme zidi ya mke ama mume. Hapana, mnaweza mkawa mke na mume, lakini hamuko marafiki wala hamuna uhusiano tena wa karibu. Lakini mkisha kuwa mke na mume tena mnapenda kuwa marafiki, itaweza kuwasaidia mmoja kutoa siri za huku na mwingine za huku, na itaweza kuwasaidia. Na mtu mmoja pindi atakapokosea, mwingine ataweza kumsaidia, na pindi mwingine ataangalia mwingine ana madhaifu ya jambo fulani, ataweza kumsaidia namna kuweza kuwa bora katika eneo hili. Na mwenza wako anapokosea, basi mfundishe taratibu na uweze kumpa muda ili aweze kubadilika. Kumbuka hakuna mkamilifu kwenye dunia, kila mtu anakosea. Kwa hiyo anapokosea, basi mrekebishe ili muweze kuboresha, muzidi kuwa kwenda siku hadi siku. Mke wako au mume wako anapokosea, basi usimkaribie kwa ukali, bali uweze kumuonesha na uweze kumfundisha na uweze kuwa na subira ya kuvumilia uone mabadiliko. Jambo la 4 na la muhimu zaidi, kumbuka siku zote changamoto zenu, matatizo yenu, magumu unayoyapitia, kaa chini muweze kuongea, muone namna kuweza kuyamaliza nyinyi wawili. Maana hakuna mtu mwingine anayeweza kuwajengea nyumba yenu ama ndoa yenu isipokuwa nyinyi wawili. Msipende kukimbilia kuona mashemeji, kwenda angalia babu au mamkwe. Hiyo sio jambo nzuri kwa kweli. Mkienda angalia babu au mamkwe, iwe ni jambo ambalo limefika kwa urefu zaidi, lakini iwe kwanza mmekaa chini, mmeongea na mawasiliana. Kwa kweli
mtapata solution. Msiko watu ambao unapata changamoto hapo hapo unatoka nje ya ndoa. Mwana ongea mazaifa mwingine na ngoe anaongea hiki, mwingine kile. Hiyo inavuruga mahusiano yenu. Kumbuka, na kuna mtu yeyote anayeweza kujenga ndoa yenu isipokuwa nyinyi wawili. Kwa hiyo mizozo yenu, korogano yenu, changamoto zenu mweze kuziongea, mweze kuzimaliza kwa taratibu, na mtangalia ndoa yenu inakuwa yenye furaha na utulivu na salama. Jambo la 5 na la msingi zaidi, sumu hatari inayoua mahusiano ama inayoharibu ndoa nyingi ni dharau. Kwa kweli, dharau ni kitu ambacho kinaumiza sana kila mtu kwenye dunia, iwe mtoto, iwe mtu mzima. Dharau inauma sana, tena sana, hasa unapomdharau mume wako ama unamdharau mke wako. Ni jambo ambalo haliko sahihi. Kumbuka, sitiri madhaifu ya mke wako, sitiri udhaifu wa mume wako, ili muweze kuonana kwa pamoja. Ikiwa mke wako tayari leo hii ameweza kugonda, vile ulivyomleta kwenye ndoa haiko ndivyo jinsi alivyo, basi uweze kusitiri udhaifu wake. Usipende kuongelea madhaifu yake jinsi nilivyokuongea hapo mwanzoni. Kwa hiyo epuka dharau. Dharau ni kitu kibaya. Kama leo amekuwa vile mke wako, basi uweze tu kumvumilia vile jinsi alivyo, maana uliweza kumuoa akiwa mzuri hivi. Leo kama ameharibikia kwako, usiweze kumdharau. Eza ulimuoa na iko na shepu, lakini shepu imekwisha. Kwa hiyo usiweze kumdharau kwa sababu ya jambo hili. Jitahidi sana muweze kuwa watu wenye kupeana heshima jinsi nilivyoongea hapo mwanzo, na mtangalia ndoa yenu inakuwa yenye furaha. Jambo la 6 na la muhimu zaidi na zaidi, kuweni na maono ya kwa pamoja. Yaani muwe na vizio ambayo inawapeleka kule mnakotaka kuelekea. Kumbuka, mwanaume anapokuwa na maono, anapokuwa na vizio kubwa, hiyo ndio inakuwa kama vile dira na kama vile mwongozo ambao unawapeleka sehemu fulani. Hata wakati changamoto magumu mazito, mnakuwa na uvumilivu, maana mnajua kule mnakoelekea, na hata ikibidi mtaala njia leo, lakini mnajua kule mnakotaka kuelekea kulingana na juhudi na bidii mnayoifanya, mkiwa mnajua kule mnakotaka kuelekea. Lakini ndoa ama mume ambaye hana vizio, hana maono makubwa, hajijui, hajielewi, ndoa hiyo ipo kwenye hatari. Maana ikifikia wakati ya changamoto, migongano kuna kule, mume anakosa nguvu na anakosa matumaini, maana hana kitu ambacho kinamuongoza. Ndio maana kila wakati mimi nasema, mume jitambue wewe ni nani, jijue wewe nani, itaweza kukusaidia kuwa na uvumilivu pamoja na kuwa na subira, maana utakuwa unajua kule unakotaka kuelekea katika maisha yako. Jambo la 7 la muhimu zaidi katika ndoa ni kusameheana. Kumbuka, kusamehe ni kusahau. Mwenzi wako anapokosea, msamehe, na usiweze kumkumbushia makosa ya nyuma ya wiki. Hapana, amekosea, umemsamehe, basi mnafuta huo kurasa, mnaanza ukurasa mpya tena. Kwa hiyo kuweni watu wenye kusameheana na kusahau. Kumbuka, hakuna mtu ambaye ni mkamilifu kwenye dunia, kila mmoja wetu anakosea. Kwa hiyo msamehe mwenzi wako. Makosa aliyofanya mwaka jana, basi yafute, na ukumbuke siku zote mtu ambaye amekukosea, unaposamehe mtu, sio kwa faida yake, bali ni kwa faida yako wewe binafsi. Na ndipo hapo mnaposameheana nyinyi kwenye ndoa, haikuwa faida ya mtu wa nje, bali inakuwa faida ya humo nyinyi wawili kwenye ndoa, pamoja na watu ambao mnaowazaa. Asante kwa na mwanzo hadi mwisho. Jina ni Huyu Kalaba. Niambie nini ambacho umekijifunza siku ya leo. Tuambie kwenye comment na sisi tutaweza kujibu. Na unaweza kushare kwa mtu mwingine hii linki. Unamtumia ili mwingine aweze kujifunza, aweze kuboresha ndoa yake, aweze kuboresha mahusiano yake. Kumbuka, ndoto yako inawezekana.